Naam, wanakuwa Mwafrika. Rwanda, taifa la Rwanda hili linaidai Uingereza dola za Kimarekani milioni 63, na wamesema wanataka Uingereza iweze kuzirudisha huku Rwanda. Na hizi pesa sasa wanawadaije Uingereza? Kwa sababu kumekuwa na kuwekewa vikwazo kwa taifa la Rwanda, ikishutumiwa kuwa ndio inafadhili ili kundi la M23 ambao wanaendeleza vita pale Kongo Mashariki. Kwa hiyo ndio maana pale, baada ya Ubelgiji kwanza kupiga kelele sana na kuipigia kelele Rwanda na kuyaambia mataifa mengine kuwa Rwanda hii ndio inayofadhili hawa waasi wa M23 na makundi mengine, ndio maana vita haviishi Kongo. Lakini kumbuka wakati huo Kongo ina makundi kama 140 hivi, haya makundi ya makundi ya waasi, makundi ya waasi ambayo sasa mwisho wa siku yanafanya vitendo vya kigaidi. Kwa hiyo Rwanda ndio imekuwa ikishutumiwa kuwa inachochea hili. Kwa hiyo katika hatua mojawapo sasa ya kupinga kile ambacho Rwanda inakifanya, kabidi mataifa baadhi waiwekee vikwazo Rwanda, ikiwemo na Uingereza pia. Lakini sasa Uingereza wakati wa utawala wa waziri mkuu aliyekuwa anaitwa Rishi Sunak, waliingia mkataba, kulikuwa na dili iliyokuwepo kati ya Rwanda pamoja na Uingereza. Yaani kuwa kuna wale wahamiaji ambao ni wahamiaji haramu wanaoingia bila vibali maalum katika taifa la Uingereza, kwa maana kuwa wakiingia kule wakamatwe, wakikamatwa waletwe Rwanda. Wakifikishwa Rwanda, alafu process zianze kufanyika ili ijulikane sasa kuwa je, hawa wanafaa kurudi Uingereza au warudi kwenye mataifa yao. Ndivyo ilivyokuwepo. Ni kitu ambacho Waingereza walienda upande wa Ghana, wakaiomba serikali ya Ghana wakati ule wa kiongozi anaitwa Nana Akufo-Addo, lakini Ghana ilikataa, ikasema hapana, sisi, maana Ghana kwa kauli waliongea wakasema sisi tuwezi kufanya biashara ya namna hiyo, ni sawa na biashara ya watu hiyo, kuuza watu. Wakatoka pale wakaja Kenya wakaongea, na kipindi kile nafikiri alikuwepo ni Uhuru Kenyatta. Kenya wakasema sera zetu sisi hazikubaliani na hilo jambo. Ndipo wakaenda Rwanda wao wakasema kama kuna hela, shida ni nini? Hela huwa haikataliwi. Kwa hiyo wakawa kuna kiasi wamelipa. Sasa tunakumbuka baadaye huyu Rishi Sunak akajiuzuru, akaingia Starmer, huyu waziri mkuu sasa wa Uingereza, na uongozi unapoingia unabadilisha mambo. Baada ya kuingia ni kama kaonekana kusitisha ile dili. Sasa zile pesa ambazo kiasi walizokuwa wamezitoa, wamekubaliana na serikali ya Rwanda huku tayari washaanza kujenga nyumba. Wamejenga nyumba kwa ajili ya hao ambao watakaokuja. Sasa leo unasitisha dili, alafu inakuwaje? Ndio maana sasa Rwanda wakasema dili ni dili, lazima hizi pesa muweze kutumalizia, kwa sababu tulikuwa tumeshaanza tumeshaanza hizi project kwa ajili ya ujenzi, tumeshaanza ujenzi kwa ajili ya kujenga haya majengo. Sasa nyinyi leo mnapokatisha ili jambo linakuwaje? Lakini hebu tutafakari kidogo kuhusiana na Uingereza kuiwekea vikwazo Rwanda, kwa sababu Rwanda anashutumiwa kuwafadhili waasi wa M23. Jaribu kufikiria Mwingereza, yani huyu Uingereza ambaye Uingereza naye amekuwa akifadhili watu mbalimbali duniani kwa ajili ya kuleta taharuki na vita huku duniani, lakini leo Mwingereza eti anachukua hatua ya kuiwekea vikwazo Rwanda, ambayo Rwanda anaishutumu kwa sababu ya zile shutuma zile ambazo zimekuwepo kwa wakati huo. Na by the way sijajua okay, tusiongee sana kwa sababu hizo shutuma zenyewe hata Marekani naye aliweka vikwazo. Alafu Marekani huyu juzi tunasikia wanasema Donald Trump ana mpango wa kuwapeleka Rwanda na Libya wahamiaji haramu. Naomba hapa kitu kimoja uweze kukijua. Kumbuka Marekani ni taifa mojawapo ambalo pia lilitia vikwazo kwa taifa la Rwanda. Na ndio maana nakumbuka hata kiongozi wa Rwanda aliongea akasema vikwazo hivi vinatuumiza, lakini itabidi tuzoee kuishi navyo. Ndicho alichokiongea Paul Kagame, rais wa Rwanda.
Sasa vikwazo hivi vinatuumiza, lakini itabidi tuzoee kuishi navyo. Lakini katika hatua hiyo pia nakumbuka hata Rwanda yenyewe iliwekea vikwazo Ubelgiji, kwa sababu Ubelgiji ndo alikuwa mtu ambaye alianza kuongea haya mambo. Lakini katika hatua kama hii Marekani naye aliweka vikwazo dhidi ya taifa la Rwanda. Alafu Marekani huyu ndo anasema anafikiria, Donald Trump anafikiria wahamiaji haramu hawa awapeleke Rwanda na Libya. Sasa tunajiuliza, hivi vikwazo ambavyo mlikuwa mmeviweka, mmemwekea Rwanda, mmeviondoa lini? Yaani ni lini ambapo mmesema sasa vikwazo vimeondoka? Ni kwa sababu wazungu wanaelewa kabisa Rwanda hawawezi wakaitenga. Kwa sababu Rwanda ni taifa limekaa kimkakati sana. Rwanda uwezo kaitofautisha na Dubai. Uwezo kaitenga Dubai. Ni Dubai ile uwezo kaitenga. Nafikiri unielewe nikiongea hivyo. Rwanda pia hauwezo kaitenga. Na walikuwa wanaongea tu vile kwa sababu tu basi wanatakiwa waongee. Ndio maana wakuta wanasema sasa tutataka wahamiaji haramu au wahamie, tutawapeleka Rwanda. Swali tunakuja kujiuliza, vikwazo mlivyokuwa mmeviweka ni lini mmeviondoa nyinyi wa Marekani? Mpaka leo mnawaza kuleta wahamiaji haramu ambao mmesema mnawafukuza huko Marekani muwalete Rwanda. Maana yake ni process ile ile ambayo Mwingereza alikuwa anataka kuifanya. Hivi ndivyo ambavyo wamekuwa wakifanya. Marekani kama mnajua sera zake ni zile zile. Marekani hana adui wa kudumu, hana rafiki wa kudumu. Aliyekuwa rafiki yake, yeye Marekani ana maslahi ya kudumu. Ndio maana wa slogan mmoja wanasema the government of United States of America have no permanent enemy or permanent friend, but permanent interest. Kwa sababu leo ambaye alikuwa ni adui wa Marekani, kama kuna maslahi yake, anakuwa rafiki yake. Leo ambaye alikuwa ni rafiki wa Marekani, kama ataingilia maslahi ya Marekani, hapo hapo anakuwa ni adui yake. Kwa sababu wao wanachoangalia, wanaangalia interest zaidi. Wao wana permanent interest. Ndivyo hivyo. Ndio maana wakwambia sera zao hawana adui wa kudumu wala rafiki wa kudumu, ila wana maslahi ya kudumu. Kwa kwenye maslahi, hata kama ulikuwa ni adui, hapo hapo tayari unakuwa ni best tayari hapo. Ndio maana tunajiuliza, vile vikwazo ambavyo walivitangaza dhidi ya taifa la Rwanda, vile vikwazo vimeenda wapi tena leo? Donald Trump leo anawaza eti wahamiaji haramu awalete kwenye taifa la Rwanda. Mambo haya ni mambo ya ajabu kweli. Kwa hawa ndio wazungu wanachezaga sana na akili zetu. Wanaweza wakaanza kulaumu, na mnaona mara nyingi sana huwa wanatukana sana viongozi wa Afrika. Yaani hao wazungu hao wanawatukana sana viongozi wa Afrika. Viongozi wa Afrika hawana akili. Wako bize kutoa hotuba. Wanaruka huku na huku, huku na huku. Akitokea kiongozi mwenye akili, mathalan Ibrahim Traore pale alipo, tena wanataka kumuua. Lakini kumbuka ndio hawa wamekuwa wakitukana viongozi wetu. Viongozi wa Afrika hawana akili. Viongozi wa Afrika wako bize kuruka nje. Hawa viongozi wa Afrika wanaruka nje kwenda wapi kama sio wao wanawaandalia semina na makongamano haya, ili hali wanajua kabisa ukiwapata hawa viongozi wa Afrika umekuwa na access ya kile unachokitaka Afrika, yani kwenye swala la resources, swala la rasilimali. Ndio maana leo utakuta Urusi viongozi wa Afrika wanaandaliwa mikutano. Utakuta China wanaandaliwa mikutano. Waarabu wanaandaa mikutano, hizi summits za kuonana na viongozi wa Afrika. Ulaya wanaandaa hiyo mikutano. Upande wa Marekani na wao pia wanaandaa mikutano. Bado wanakuja kututukania viongozi wa Afrika kuwa viongozi wenu hawana akili. Lakini wanajua kabisa bila Afrika, bila viongozi wa Afrika, manake kuna mambo kule kwao yatakuwa hayaendi. Kwa hiyo na mimi ningetoa wito kwa viongozi wetu wa Afrika, wangeungana, waseme sasa enough is enough. Hakuna kwenda kule. Kwani Marekani ni mbinguni? Au Ulaya kwani ni mbinguni? Lazima utoke ndani ya taifa lako. Mbona viongozi wengi tu hawajawahi kutoka kwenye mataifa yao? Angalia mfano duniani, kiongozi kama Kim Jong Un, yeye ametoka kwenye mataifa tu ambayo wana ushirika nayo mzuri, washirika wazuri kama China na Urusi. Basi hana haja ya kwenda sui Marekani, sui aende wapi. Kwa nini? Aende kufanya nini huko? Yanachoangalia ni maisha ya raia wake. Sasa viongozi wetu hawa ndio wanatukanwa, wanaambiwa maneno mabaya, lakini bado pamoja na kuwatukana bado wanawaita huko. Wakienda huko ndo wanaenda kuongea mambo yao.
Nakumbuka ni viongozi hawa viongozi wetu wa Afrika wameenda kwa moyo mzuri kabisa, kwa roho nzuri kabisa, wametoka hapa Afrika waende wakashiriki msiba wa Queen Elizabeth wa pili, wanaenda wanajazwa kwenye basi moja. Alafu tukiangalia viongozi kama Donald Trump, the beast, ile gari yake alikuwa sio Donald Trump, sorry, alikuwa ni Joe Biden, ile the beast, ile gari yake imepandishwa ndege kutoka Marekani mpaka pale Uingereza na msafara kabisa na protocol yote. Sasa rais Joe Biden ana tofauti gani na marais wa Afrika? Ni kwa sababu wanatudharau, kwa sababu hiyo na kwanza kututukana, ndio maana. Kwa hiyo sasa leo hii inakuwaje taifa ambalo mliliwekea vikwazo, mkasema hili taifa linasapoti mauaji, mkasema hili taifa ni hivi na hivi na hivi, how comes leo tena mnataka kufanya naye ushirikiano? Ndio mambo yanayoendelea Afrika. Wazungu sio watu wa kuamini. Hii ingekuwa ni wito wangu kwa wa Afrika. Ni rahisi sana kumwamini Mwafrika mwenzako kuliko kumwamini wazungu, kwa sababu wazungu ndio wanaowatumiaga wa Afrika kuwadhuru wa Afrika wenzao. Ukumbuke hilo jambo. Ni hawa wazungu ndio wanatumiaga. Ndio maana wana usemi mmoja, wanasema ukitaka kumuua mtu mweusi ni rahisi sana, kwa sababu watu weusi wenzake watakusaidia kufanya hiyo kazi. Je, tuendelee kule kule? Hapana. Asanteni sana wanakuwa Mwafrika, na washukuru.